Karibu Finu Media, jina langu ni Josephine Geoffrey. Kadri safari ya kuelekea kilele cha miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda inavyozidi kunoga, nasi Finu Media tunaendelea kukusanya historia, ushuhuda, picha na simulizi zitakazobeba kizazi cha leo na cha kesho. Leo tumefika katika baadhi ya taasisi za elimu zinazomilikiwa na Jimbo Katoliki la Mpanda, taasisi ambazo kwa miaka mingi zimekuwa si tu vivutio vya kujifunzia, bali pia shule za kujenga utu, maadili na kumlea mtoto katika ukamilifu wa kiroho, kitaaluma na kijamii. Kwa kipindi cha miaka 25, Jimbo Katoliki la Mpanda limeendelea kuthibitisha kwamba elimu bora huanza na malezi bora. Ndiyo maana shule zake zimeendelea kutoa wahitimu wenye maarifa, nidhamu, hofu ya Mungu na moyo wa kulitumikia taifa. Miongoni mwa taasisi tulizozitembelea ni shule ya St. Mary's, shule yenye historia kubwa ndani ya Jimbo Katoliki la Mpanda, ambayo imekuwa ikitoa elimu yenye viwango vya juu, huku ikilea wanafunzi katika misingi ya upendo, uwajibikaji na imani ya Kikristo. Mkuu wa shule hiyo, Sister Pascalia Manzi, ametueleza historia ya shule hiyo, mchango wake katika maendeleo ya elimu ndani ya jimbo, pamoja na matarajio yao makubwa kuelekea maadhimisho ya jubilei ya miaka 25. Naitwa Sister Pascalia Manzi, mkuu wa shule ya sekondari Mpanda St. Mary. Nafanya utume wangu katika shule hii iliyopo Jimbo Katoliki la Mpanda, mkoa wa Katavi. Napenda kuhamasisha wadau wote wa elimu na pamoja na watu wengine wote waliosoma katika shule yetu hii ya St. Mary Mpanda kwa tukio ambalo lipo katika jimbo letu hili la Mpanda, jimbo letu kufikisha miaka 25 tangu kuanzishwa kwa jimbo hili. Watu wote karibuni tujumuike pamoja katika kusherehekea jubilei ya miaka 25 katika jimbo letu kwa furaha, nderemo na mifijo. Wataalamu kabisa wa Kifipa tunasema sipushika lesa. Safari yetu ikaendelea hadi Beck of Daycare Center, mahali ambapo watoto huanza safari yao ya elimu wakiwa katika mazingira salama yenye upendo na malezi yanayojenga misingi imara wa maisha yao ya baadaye. Mkuu wa kituo hicho, Madam Ruth Zumba, ameeleza jinsi Mungu alivyoibariki taasisi hiyo ndani ya kipindi cha miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda kupitia huduma ya elimu, malezi na kuwajenga watoto katika maadili mema tangu wakiwa wadogo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Madam Ruth Zunda, ni mwalimu mkuu Beck of Daycare Center. Beck of Daycare Center ni kituo ambacho kinatoa malezi bora kwa watoto chenye moto wa ujifunzaji, mahusiano na afya bora kwa mtoto. Ni kituo ambacho kipo chini ya Jimbo Katoliki. Ninaomba wazazi wote tunapoenda kusherekea jubilei ya miaka 25 Jimbo Katoliki la Mpanda, ndugu wazazi wote mshiriki kwa wingi, mfike bila kukosa, wote tusherekee kwa pamoja tukiwa na watoto wetu. Karibuni sana. Katika kuonyesha uso wa huruma na upendo wa kanisa, tulifika pia katika kituo cha watoto yatima cha Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, mahali ambapo watoto wanaohitaji zaidi hupata makazi, elimu, malezi na tumaini jipya la maisha. Mkuu wa kituo hicho, Sister Rose Sungura, amesisitiza kuwa huduma hii ni ushuhuda hai wa upendo wa Kristo unaoishi kupitia kanisa. Ameeleza namna watoto wanavyolelewa katika mazingira ya familia, wakipatiwa elimu, huduma za msingi na malezi ya kiroho yanayowajengea kesho yenye matumaini. Ninaitwa Sister Rose Sungura, sista wa shirika la Masista Maria Mtakatifu Malkia wa Afrika, Jimbo Katoliki la Sumbawanga. Tunafanya utume wetu Jimbo Katoliki la Mpanda kwenye kituo hiki cha kulelea watoto yatima na wenye mazingira hatarishi
cha Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kilichopo Nsemulwa. Ni kwa neema ya Mungu na kwa sifa yake tunaongelea juu ya mafanikio ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwa Jimbo Katoliki la Mpanda. Ni ukweli usiopingika kwamba Jimbo Katoliki la Mpanda Mwenyezi Mungu amelimiminia baraka tele tangu kuanzishwa kwa jimbo hili. Sisi kama wanashirika wa Maria Mtakatifu Malkia wa Afrika tumepata mapambazuko ya Mwenyezi Mungu kutusaidia katika kuendeleza shughuli zetu za kiutume hapa jimboni. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameligawia Jimbo la Mpanda tunu mbalimbali za kihistoria, tunu za maendeleo kiroho na kimwili. Ndio maana mtu ni mwili na roho, huwezi kuongelea roho ukaacha mwili. Ndio maana katika maana ya makuzi ya jimbo tunamshukuru Mungu kwamba tunaendelea kuona maendeleo kielimu, maendeleo kiafya, maendeleo kiroho na mambo mengine ambayo kwa Wanampanda na watu wote wanaoishi katika mkoa wa Katavi hawasiti kuona na kumshukuru Mungu kwa tunu hizi ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia. Jubilei miaka 25 la Jimbo la Mpanda, tuishuhudie imani yetu kwa matendo. Hakika miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda si historia ya majengo pekee, bali ni historia ya maisha yaliyobadilishwa, watoto waliopata elimu bora, vijana waliotimiza ndoto zao, familia zilizojengwa katika maadili mema na jamii iliyoendelea kupitia uwekezaji mkubwa wa kanisa katika sekta ya elimu. Kutoka kwenye vituo vya kulea watoto wadogo, shule za msingi, sekondari na seminari hadi taasisi za malezi na vituo vya kuwahudumia watoto yatima, Jimbo Katoliki la Mpanda limeendelea kuwa mwanga wa elimu, tumaini na maendeleo kwa jamii. Na safari yetu bado inaendelea. Endelea kutufuatilia Finu Media. Hakika tunakuandalia makala maalum ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda, tukikuletea historia, ushuhuda na mafanikio ambayo wengi hawajawahi kuyasikia. Finu Media chini ya ofisi ya mkurugenzi wa habari wa Jimbo Katoliki la Mpanda tunaandika historia, tunatunza kumbukumbu na tunasimulia kwa kizazi cha sasa na kijacho.